Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mtazamaji wa Kasako Media, jiunge nami katika kukuletea makala fupi ya msanii wa nyimbo za Injili hapa nchini Tanzania, yani Miriam Mchirwa. Hivi karibuni, baada ya taarifa zake kusambaa mtandaoni akiimba naenda, msanii huyu alisema kuwa endapo atapata mchumba anatakiwa kuwa na vigezo 15, kwa sababu tumesikia taarifa zake kuwa amepata mchumba. Mashabiki wengi wanajiuliza maswali, je, mchumba aliyempata ametimiza vigezo alivyovitaka? Ngoja tujikumbushe kidogo vigezo, tukizingatia siku za hivi karibuni msanii huyu amepata mchumba. Namba 1, awe ana mcha Mungu. Miriam amesisitiza mara nyingi kuwa mwanaume lazima awe na mahusiano ya karibu na Mungu, si kwa maneno tu bali kwa matendo. Namba 2, awe na heshima kubwa. Anataka mwanaume mwenye heshima kwa wanawake, familia na jamii kwa ujumla. Awe mwaminifu, uaminifu wa kimapenzi. Miriam anathamini sana uaminifu na hataki mwanaume wa michepuko au kuchepuka kimapenzi. Awe mtu wa mawasiliano mazuri. Anataka mwanaume anayeweza kuzungumza wazi, kueleza hisia za kusikiliza. Awe na maono ya maisha. Mwanaume anatakiwa awe na ndoto, malengo ya mipango ya maisha, si mtu wa kuishi siku hadi siku bila mwelekeo. Namba 6, awe mwenye kuwajibika kwa familia, kazi na maisha kwa ujumla ni jambo alilolitaja kwa muhimu sana. Awe mchapa kazi. Anataka mwanaume anayejituma, anayependa kufanya kazi na kutegemea jasho lake. Awe mtu wa maadili mema, tabia njema, kuepuka matumizi ya dawa za kulevya na maisha ya hovyo ni kigezo muhimu kwake. Awe na mapenzi ya kweli, si mwanaume wa maarufu au pesa tu, bali awe anampenda kwa dhati. Awe mtu wa kusamehe na mwenye moyo mpole. Miriam anasisitiza muhimu wa uvumilivu na kusamehe katika mahusiano. Awe mwenye hekima na busara. Mwanaume anayetakiwa awe na uwezo wa kufanya maamuzi ya busara na kutatua matatizo. Namba 12, awe anayeheshimu kazi yake kama msanii wa nyimbo za Injili. Hataki mwanaume anayemzuia kuimba au kudharau huduma yake ya Injili. Namba 13, awe mtu wa familia. Anataka mwanaume anayependa familia na anayeweza kushirikiana na wazazi na ndugu. Namba 18, awe na uwezo wa kifedha wa msingi, si lazima awe tajiri, lakini awe na uwezo wa kujitegemea na kupanga maisha. Namba 15, awe mtu mwenye utu na upendo kwa watu. Miriam anapenda mwanaume mwenye moyo wa kusaidia watu na mwenye huruma. Siku za hivi karibuni, Miriam Mchirwa katika ukurasa wake wa Instagram, mwimbaji maarufu wa nyimbo za Injili nchini Tanzania, Miriam Mchirwa ameonyesha furaha na shukrani kubwa kwa Mungu baada ya kupata mchumba. Amesema ni neema ya kipekee kwa Mungu kumuongoza hadi kumtafuta mtu wa kumpenda na kumheshimu. Pia ameongeza kuwa anamshukuru Mungu kwa safari yake yote aliyoipitia pamoja na namna Mungu alivyomjalia katika kipindi hiki maalum cha maisha yake katika kumpata ampendaye. Pia anasema kwa sasa anamshukuru Mungu kwa hekima na baraka zake alizopewa. Hayo ni maneno ya Miriam katika ukurasa wake wa Instagram. Lengo lake kubwa, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa watu wa karibu naye, ni kuendelea kuhubiri Injili. Tujikumbushe kidogo, Miriam Thomas Mchirwa ni msanii wa nyimbo za Injili mwenye kuibua vipaji vingi vya uimbaji vijana. Alizaliwa tarehe 15 mwezi wa 9 1998 jijini Dar es Salaam, Tanzania, akiwa na changamoto ya kiafya ya macho uoni hafifu. Lakini pamoja na changamoto hiyo, wazazi wa Miriam walikuwa na upendo mkubwa ili kuweza kukiendeleza kipaji chake. Lakini pamoja na changamoto hiyo, alitamba na nyimbo Unitambulishe Yesu, Nyamaza, Mwana wa Mungu, Simama na Mungu. Hapa ndipo alianza kujipatia umaarufu. Na hii ni Kasako Update na Adela Thomas. Tumeweza kufahamu taarifa mbalimbali kuhusiana na msanii huyu wa nyimbo za Injili Miriam Mchirwa na namna taarifa zake zinavyosambaa mtandaoni. Kwa heri. Naenda Mungu unitangulie.
Sako Media tunaangazia maisha, tunaandika kesho.